ni kwamba familia za wanaume wawili wanaodaiwa kukwama kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka zinataka operesheni ya uokoaji kuimarishwa. Familia hizo zilizoshinda eneo hilo tangu mkasa huo ulipotokea mapema hapo jana, pia zikitaka uchunguzi wa kina kufanywa kuhusu kuporomoka kwa jengo hilo, ili wakisema waliohusika na hatia za ujenzi duni wachukuliwe hatua. Zaidi ya saa 24 zimepita tangu jengo hili katika eneo la South C liporomoke na kuwanasa walinzi wawili waliokuwa wakilinda jengo hilo jipya lililokuwa likijengwa. Huku vikosi vya uokoaji kutoka taasisi mbalimbali vikiendelea kuwepo eneo la tukio, familia za wanaume hao wawili zinasema muda unaendelea kuyoyoma na matumaini yanazidi kufifia. Kwa mujibu wa Hawa Hassan, mama wa mmoja wa wanaume wanaoaminika kufukiwa kwenye vifusi, mwanawe aliondoka nyumbani kwao Mukuru kwa Njenga mnamo saa 12 jioni siku ya Alhamisi akielekea kazini. Anachunga ndani. Kazi inaingia saa 12. Jioni saa 12 ya jioni naingia. Natoka asubuhi saa 12. Wanaume hao wawili waliotambuliwa kama Ali Adano Galgalo na Hassan Bule Huka wanaaminika kuwa walikuwa katika ghorofa ya 3 ya jengo hilo ambako kulikuwa na chumba chao cha kupumzika wakati jengo hilo lilipoporomoka. Kama familia si tuko na huzuni sana. Tunashukuru serikali tangu jana walifanya kile wanaweza, wamefanya kazi, lakini tunataka waweke juhudi sana. Ile kazi inaendelea hapa sio kazi kidogo, lakini tunaomba serikali, President William Samuel Ruto aweke bidii, alete reinforcement mingi, watu kama wako uhai waokolewe. A number of families have been camping here since that incident occurred. We are hearing also a number of family members are coming from Moyale. So we want appeal and really assistance for the family as well. We want to appeal as well to the operation team to focus on rescuing the lives of our people, of our two hardworking young men. Kulingana na familia zao, walinzi hao wawili ni wanaume wa familia, kila mmoja akiwa na watoto 3. Sasa wakitaka operesheni ya uokoaji iendelee haraka. Mambo imetokea hapa leo. Mtu ameanza ground floor, ameenda first floor, second floor, mpaka 15th floor ngapi? Wale engineers ambao wanasimamia hiyo kazi wako wapi? Hawa ndio kwanza wangefaa kuwekwa jela. Wakiwa kwa jela saa hii ndio taanze kuongea mambo ya nyumba. Investigation itaanzwa of course, na tutademand hiyo investigation ianzwe, kwa sababu hii shida hapana iko South C peke yake, iko Kenya mzima kila mahali. Na shida mahali iko ni mambo ya corruption. Watu wanachukua pesa, wanapitisha hizo drawings yao na kila kitu kwa sababu ya kula pesa. Rais William Ruto sasa akitakiwa kubuni jopo la kuchunguza maporomoko ya majengo kote nchini. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.